katika jumla ya maneno waliopata kusema watu wa mantiki, wa min al-uyubi tafriqul mujtamiat, katika jumla ya fedheha kubwa sana ni kuyatawanya yale ambayo yenyewe asili yake yako pamoja. Ukitaka kumzungumza vizuri Ustadhi Adam Ahmad Abdallah, huwezi kufaidi kama ukumuunganisha na ndugu yake Ustadhi Alhadi Umar Kawambwa. Unisikilize kidogo kama redio, unitazame kama TV. Wazee hawa ukitaka kuwazungumza kwetu sisi vijana wadogo, tunaweza tukamaliza wiki. Lakini mimi kwa umri wangu huu mdogo, niwaambie ndugu zangu, tunajifundisha vitu vitatu kwa wazee hawa. Jambo la kwanza, tunajifundisha wazee hawa walikuwa wanaishi kwa vya kwao na walikuwa wanatosheka kwa wanachokipata. Nikisema tunajifundisha, maana yake tulichukue, tuliishi katika maisha yetu. Hawakupaparika na vya watu. Kazi yao hiyo ya taxi driver waliridhika nayo. Wanachokipata wanakula wao na familia zao na wale wanaowalea. Hili tulichukueni katika maisha yetu. Vijana wenzangu, twendeni tukatafute vyetu, tusiishi kwa vya watu. Ukiishi kwa vya mtu, yule ambaye unaishi kwa cha kwake, akikukata unachanganyikiwa, unaweza ukawa chizi. Jilazimishe kunielewa hivyo hivyo. Ukiishi kwa cha mtu, siku akikukata unaweza ukatembea nguo kichwani. Tafuta chako, ishi kwa vyako. Tuishi kama walivyoishi mapacha hawa wa nje. Tutosheke kwa kichache ambacho Allah anachoturuzuku kwacho. Kila ambaye hataki kuishi kwa cha kwake, anaishi kwa vya watu, ukifuatilia vizuri ndio anayeongoza kwa fitna. Ukimwona mtu ana fitna sana kwenye maisha ya watu, haishi kwa cha kwake, anategemea vya watu. Ukiishi kwa cha kwako, huwezi kupaparika na vya watu. Jambo la pili, tunajifundisha kwa wazee hawa mapenzi ya kweli. Wazee hawa ukimgusa mmoja, walikuwa wanakutana pamoja. Umemgusa mmoja, lakini wanakutana pamoja kujadili. Yale yalikuwa ni mapenzi ya kweli, jambo ambalo kwa walimu wa leo sisi mawastaz, billahi alaikum, hatuna. Hakuna ustazi, mawastaz tu. Mmoja likimpata jambo, wengine wanachekea uchochoroni. Bwana imekuwaje? Anajifanya kama anasikitika, kumbe anatoa taarifa. Mtu mmoja nilimuona juzi kati ametoa maneno kwenye mtandao, anasema jamani, mambo kama haya sio ya kuyaleta kwenye mitandao. Haya mambo hayafai, tusiyalete kwenye mitandao. Wakati anazungumza kwenye nini? Sijui mnaangalia, mnaona hivi vituko? Ndio ile watu wanatukanana, mmoja anasema mambo gani unayofanya bwana, haipendezi hivyo. Simtukane mwenzio, sio jambo zuri. Kwa hiyo nikuombeni, tuweni na mapenzi ya kweli. Dunia hii mara moja tunaondoka mabwana. Wallahi wa billahi, siku chache utamuona yule aliyesimama katika hauli ya Ustadhi Adam Ahmad Abdallah, naye tunampeleka makbara. Niwape kisa kidogo. Kuna kisa kinasema, wasomaji wanakijua, ukiltu yauma ukila thawrul abyadu. Kuna ng'ombe watatu
walikuwa wanaishi porini, hali yao ya maisha ikawa ngumu, wakakubaliana. Wewe nisikilize hiki kisa. Wakakubaliane wakaombe msaada wa urafiki kwa simba. Wakaenda kwa simba, wakapiga magoti, wanamuomba msaada mzee simba awe ndiyo kaka yao, kiongozi wao, rafiki yao, ndugu yao. Simba akakubali. Wakaanza udugu, ukaenda. Simba kakosa chakula, yuko nyaku nyaku, chakula hamna. Akawaita ng'ombe wawili, mweusi na mwekundu. Akawaambia, mabwana, unajua kwamba humu tunapotembea humu kila mahala tunaonekana, sababu yule mweupe yule anatuchafua, tunaonekana sana. Tufanyeje? Yule ni mle, mimi nibaki na nyinyi kidogo. Ng'ombe mweupe wa kwanza akaliwa. Udugu kaendelea. Udugu liendelea. Simba akakosa chakula, hali mbaya. Akamwita mwekundu, mimi na wewe kidogo tunafanana rangi, yule mweusi sio mwenzetu, yule afanani na sisi, kwa hiyo aliwe yule. Sema kweli, kwanza ukimla yule mapenzi yangu mimi na wewe atazidi, tutakuwa wawili tu mimi na wewe. Akafyekwa. Pakaenda simba, kazidiwa tika tika. Akamwita mwekundu, bwana, wewe si ndio rafiki yangu? Hivi kweli unaridhika rafiki yako afe na wewe upo? Haiwezekani, njaa inaniuma. Kwa hiyo wewe, ng'ombe yule mwekundu akasema, ukiltu yauma ukila thawrul abyadu. Ukiridhia mwenzio kufanyiwa mabaya, umefungua mlango na wewe kufanyiwa. Wazee hawa Ustadhi Adam Ahmad Abdallah na ndugu yake Ustadhi Alhadi Umar hawakuruhusu hilo. Ukisoma katika surati Al-Kahfi unaona kisa Kiswahili cha mtaani cha wale Juja wa Majuja. Wale wamepigwa lokapu na wako wengi na wana shida. Wale jamaa wakifunguliwa hakuna amani, salama yake waacho vile vile. Nyinyi sijui mnanielewa? Kuna watu wana shida na nyie maustadhi na mashekhe duniani huko, mkiruhusu mmoja tu akate kichwa mmekwisha. Ukiltu yauma ukila thawrul abyad, mutaondoka nyote. Japokuwa wengine mtachekea chooni. Tuwasome wazee hawa, hawakuruhusu hilo katika mapenzi yao limtokee mmoja kati yao. Tunashindwaje sisi kushikamana tukasema kwamba mimi ndiyo Sheikh Ali Manga, Sheikh Ali Manga akasema mimi ndiyo Sheikh Abdallah Haruna, Sheikh Abdallah Haruna akasema mimi ndiyo Sheikh Shabani Pembe. Akiguswa Sheikh Shabani Pembe iwe tumeguswa sote. Wazee hawa watufundishe katika maisha yetu, sisi bado wadogo sana. Na kuombeni kina Sheikh Twalib, watake wasitake, magharibi kinachofuata baada ya magharibi ni Isha. Na wakwe zangu wa Pemba wanasema iwivayo ndiyo ivunuayo. Lakini sisi vijana wadogo tuna haja ya kufanya mapinduzi ya kweli kwenye mapenzi ya kweli, huruma wa kweli, ushirika wa kweli. Kwa nini mwalimu wa madrasa yule mpiga kazi kweli kweli anasomesha, lakini hali yake ngumu, tukakaa tukajadili tunamsaidiaje mwenzetu? Inafika wakati mwalimu wa madrasa anafukuzwa kwenye nyumba, kashindwa kodi. Walimu wa madrasa wengine wanapiga biriani, kikao kimoja anamaliza milioni, hana wasiwasi mwenzao vitanda vimetolewa ndani ya nyumba, viko nje. Haya yalikuwa maisha ya Ustadhi Adam Ahmad na Ustadhi Alhadi Umar Kawambwa. Na kuombeni tuwe na mapenzi ya kweli ya kweli ya kweli. Tatu na mwisho, tunachojifundisha kwa wazee hawa, dini ilikuwa kwenye damu.
waliifundisha dini kwa nacho na hawana, waliisomesha Qur'ani wamekula hawajala, ilikuwa kwenye damu. Hawakufanya kazi ya dini ili wapate. Sisi tunafanya kazi ya dini ili tupate. Na kuombeni vijana wa leo, watu wa sheria wana maneno yao, anasema arrujuu ila alhaqi fadila. Jamani, tuwe dini iwe kwenye damu, tufundishe kwa ajili ya Allah. Kama hakuna wa kukusaidia, pambana ujisaidie mwenyewe. Maneno machache tu, ukichukua aya ya 10 na ya 11, sifasiri yote, nachukua kipande tu. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Napopataka hapa watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, hii idhafa ndo ninaitaka mimi, bi amwali, lakini sio amwali tu. Hiyo kum ndio somo lenyewe, hiyo kum ndio somo lenyewe. Tupambanie dini kwa mali, lakini mali zenyewe sharti ziwe za nani? Zetu. Kum, tafuta vyako, kafundishe dini, kafanya kazi ya dini kwa chako. Usipofanya kazi kwa chako, utaendeshwa kama TV. Sasa katuni, mziki, utaendeshwa. Tafanya kazi ya dini lillah kwa vyako. Usiponielewa, subiri tukila pilau utanielewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.